Karibu kwenye podcast ya Dr. Chris Mauki, mwana saikolojia, mshauri na mwalimu katika masuala ya mahusiano, familia, malezi pamoja na maendeleo binafsi. Hapa utajifunza kuhusu malezi sahihi yatakayoboresha maisha ya familia yako, mbinu zitakazoenda kuimarisha mahusiano yako pamoja na maarifa na ujuzi utakao kujenga kiakili na kukufanya ufikie mafanikio yako binafsi. Karibu uungane nasi katika safari ya mabadiliko na maendeleo. Naomba nizungumze jambo ambalo nimekuwa nikilizungumza mara kwa mara. Nimeliposti hapa na pale, watu wengi wamekomenti, lakini nafikiri na wewe ambaye ni mdau wangu wa Daily Talk, ni vizuri tukaliongelea pia kwa pamoja. Unapoanza safari ya mahusiano, kwanza unakuwa single, yani unakuwa huna mpenzi, alafu unapata mpenzi wako. Unapopata mpenzi unakuwa tena hauko single kwa sababu una mpenzi wako. Alafu ile mpenzi pamoja na wewe mkiamua kukubaliana kuoana, mkawa mke na mume, sasa ndio unakuwa permanently married. Unakuwa married kwa sababu sasa hauko mwenyewe, uko na mume wako au uko na mke wako. Unapokuwa married, umeolewa au umeoa, halafu mambo hayajaenda vizuri, wewe umeolewa lakini vitu vingi unafanya mwenyewe, umeoa lakini vitu vingi unafanya mwenyewe, unajihudumia mwenyewe, unapika mwenyewe, unakula mtaani mwenyewe, uko tu kwa ajili ya watoto, unafanya mambo mengine mwenyewe, ulitakiwa kuhudumiwa huhudumiwi, ulitakiwa kupewa msaada wa hichi na hichi kuhudumiwa na mwenzako huhudumiwi, kila kitu unafanya mwenyewe. Yani ni kama vile hisia zimeshakufa, hata tendo la ndoa pia halipo. Sasa wewe unatoka kuwa married unakuwa single married. Yani uko kwenye ndoa lakini bado ni single tu, kwa sababu kila kilichotakiwa kufanywa kwa mantiki ya kindoa au kwa benefit za kindoa hauwezi kukifanya kwa sababu mwenzako yupo kama hayupo. Wewe tunakuita single married. Ukiwa single married kwa muda mrefu inakuchosha. Ikisha kuchosha sana, unaona bora kuwa mwenyewe ni bora zaidi kuliko kuwa na huyu mwenzangu. Kwa hiyo unaamua kuondoka kwenye hiyo nyumba, au unaamua kutengana naye, unaanza mahusiano mengine sehemu fulani, au unaamua kuondoka kuwa peke yako. Kwa unatoka kuwa married, kutoka single married, unaamua kuwa single parent, kwa sababu mna mtoto lakini unamhudumia wewe mwenyewe kwa sababu mwenzako hayupo tena. Sasa swali, je, baada ya kutoka kuwa single married ukaja ukawa single parent, nini kinaendelea? Baada ya hapo nini kinaendelea? Wengine nikawaambia, nafikiri ukishatoka hapo unakuwa single end. Sasa sio tena single parent, unakuwa single end. Ushatoka kwenye single married, single parent, sasa unakuwa single end. Kama una mwenzako unataka kumpatia hii clip, umuulize, wewe ndugu yangu uko wapi katika hizo single nilizozisema? Hii ni Daily Talk na Dr. Chris Mauki. Asante kwa kusikiliza podcast ya Dr. Chris Mauki. Bila shaka umejifunza na kuhamasika. Sasa ni nafasi yako kuyatumia maarifa haya kuboresha maisha yako. Endelea kufuatilia vipindi vijavyo kwa ushauri na mafunzo zaidi. Kumbuka, mabadiliko yanaanza na wewe, kwa hatua moja tu, na kufurahi ni maamuzi yako. Usikose.